niko hapa tu kukushauri. Kama kweli umediriki kujivua nafasi yako ya ubunge, kujivua nafasi yako ya uaskofu, kujivua nafasi yako ya ujumbe wa kamati mbalimbali za CCM, na ukasema unakwenda kuongea kama raia kwa lengo tu la kushindana na Rais Samia, Biblia inasema yatupasa kutii mamlaka, maana mamlaka hii yatoka kwa Mungu. Na wewe unajua huu mstari. Hata kama rais wetu ni wa hovyo kiasi gani, lazima tumtii. Kazi yetu ni kuomba kwa Mungu. Na nadhani kwa nafasi yako, kabla hujajivua kofia ya uaskofu wa makanisa ya Uzima na Ufufuo, ulipaswa usimame kwenye damu yako, kama ambavyo umesimama kwenye damu yako ya kutumia haki yako ya katiba na sheria ya uhuru wa kuongea. Nilitamani sana usimame kwenye nafasi yako kama askofu kumwombea Rais Samia. Nadhani badala ya kuongea sana, nadhani ungetumia nafasi yako kumwombea rais. Hata kama basi kuna lolote unahisi analifanya kwenye haya mambo, hebu geuza basi, hebu geuza hilo wingu, hebu omba kama unavyoomba kufukua misukule, hebu omba kama ulivyotuahidi utamfufua Kanumba, hebu omba, tuombe Baba, hebu tuombe. Inawezekana kwenye maombi Baba utekaji ukaisha, inawezekana kwenye maombi tukaomba damu zisimwagike, inawezekana kwenye maombi tukaomba kila kitu kikaenda vizuri, inawezekana kwenye maombi tukaomba mabomba yakatoa asali na maziwa, inawezekana kwenye maombi tukaomba mbingu ikashuka, uwepo ukashuka, mtu anataka kuchukua kisu na panga akashindwa kwa jina la Yesu. Inawezekana tukiomba. Baba, mbona mnaombea watu? Mbona mnawapa watu mafuta ya upako? Mbona unafukua? Ulikuja kwangu Ikungi misukule ikatoka. Kama tunatoa misukule leo, kwa tunashindwa kumwombea rais wetu? Kwa tunashindwa kuombea vitendo vya utekaji viondoke? Biblia inasema hakuna jambo gumu Mungu asiloliweza. Hakuna jambo Mungu asiloliweza. Na wewe ni askofu wetu, unajua kabisa hakuna jambo Mungu. Hivi kwa nini usiombe? Kwa nini unatumia muda mwingi kuzunguka kumnanga rais, kumsema rais, kumbagaza rais? Hivi kwa nini unatumia muda mwingi kusema? Kwa nini usitumie muda mwingi kuomba? Shandarika baba, sijui niseme nini. Mimi sitaki kunena kwa lugha. Sitaki. Baba yangu Gwajima, niko hapa kukushauri. Muda unaotumia kumsema rais wetu, tumia muda huu kuomba. Biblia inasema na haja zenu zijulikane mbele yake. Hey, listen to me. Nisikilize Bwana. Nisikilize na mimi nikupige injili. Nisikilize na mimi nikuhubirie. Nina nafasi ya kukuhubiria mzee Gwajima. Sikiliza. Mungu anasema na haja zenu zijulikane mbele yake. Sio kelele. Lete haja yako. Twende kwa Mungu tumwambie Mungu, haja yetu ni vitendo vya utekaji viishe. Mungu anasema njoni kwangu tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama theluji. Nini tumefanya kwa Mungu asichoweza kulirehemu taifa la Tanzania? Tumekosea wapi? Mungu asitusaidie kama taifa la Tanzania? Tumetokea wapi? Watu kama Kibao wasife tena. Tuko wapi? Viongozi wa dini tuko wapi? Gwajima, umefanya press conference, umejivua waskofu wako ili umnange Samia. Oh, no way out. Tutasema. Mimi I don't care. Nilipata heshima kwa taifa hili. Mimi Mchaga wa Machame, nimezaliwa familia duni, nikasoma, nikawa huko. Nimepata nafasi ya kuwa mkuu wa wilaya. Nimetumika miaka yangu 5, nikapewa na kabonus. Nimemaliza, nimekwenda kusoma. Nisisimame kumtetea rais wangu? Hapana, nitasimama kumtetea. Lazima nilipe fadhila na shukurani za mimi kuonekana. Samia aliingia madarakani, nilikuwa Arumeru. Samia alinitoa Arumeru akanipeleka Ikungi. Alinipa heshima. Aliniheshimisha. Na mimi leo lazima nimheshimishe. Na mimi leo lazima nimwambie mama hapana. Watanyamaza wote, sio mimi. Nimenufaika na serikali kama ulivyonufaika na serikali. Nimenufaika na amani iliyopo kama ulivyonufaika na amani iliyopo. Nikikuona kwenye ile hama yako, hama lile ukizunguka, unazunguka kwenye amani.